Nafikiri kwetu sisi ilikuwa nzuri kwa mechi ya kwanza kuweza kupata magoli matatu, lakini naweza kusema bado hatujakuwa na uhakika wa kuingia. Tayari tumekushaingiza mguu mmoja kwa sababu tuna uzoefu na mashindano haya, na situation kama hii ilishawahi kutukuta. Kwa hiyo hatutaki kurudia makosa kama haya. Kwa hiyo tunaenda kuingia kama tunakwenda kuanza mchezo upya katika mechi ya kesho. Tunakwenda kuanza upya mchezo wa kesho. Swali kwa kocha Matola. Kocha, unaingia kwenye mchezo wa kesho ukiwa tayari na magoli matatu ambayo yapata kwenye mchezo wa ugenini. Ni namna gani unaenda ku approach mchezo bila kupunguza umakini kwa wachezaji wako? Ni kweli tunaingia tukiwa tuna goli tatu. Kitu cha kwanza kabisa tunahitaji tupate magoli mengine zaidi, lakini tusiweze kuruhusu goli hata moja. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini mkubwa sana kwa kuweza kupata matokeo hiyo nyumbani, lakini tusiweze kuruhusu goli lolote katika upande wetu. Kocha, mechi zilizopita Simba Sports Club imetoliwa kuwa miongoni mwa vilabu ambavyo vina nafasi ya klabu kwa msimu huu. Hili labda kwa namna moja ama nyingine linahamasisha kiasi gani kufanya bora katika michezo hii na michezo inayokuja endapo mtafanikiwa kuqualify ili kuvuka kile ambacho mlifanya msimu? Nafikiri kuteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu bora haijaja bahati mbaya, ni kazi ambayo klabu imefanya katika mashindano ya nyuma. Kwa hiyo kitu kizuri ni kuendeleza yale mazuri. Kwa hiyo sisi tunataka tuendeleze haya mazuri ambayo kama nilivyosema tuweze kuendelea kufanya vizuri kwenye mashindano haya na tuweze kupata tuzo kama hizi ambazo ziko mbele yetu. Kocha, nikirefa mchezo uliopita cha pili, kuna muda kama mliotoka katika namna yenu ya uchezaji na mkaanza kupiga mipira mirefu isiyo na faida, na baada ya mchezo mwalimu alizungumza kwamba namna ambavyo mmeingia kwenye aina ya mchezaji ya kucheza ile pressure ni kama ilikuja kwa katika mazoezi, pengine mmefanya ili kuhakikisha licha ya matokeo yote yanayotokea na baki katika rhythm yenu, lakini pia tungependa kufahamu hali ya Wilson Nangu aliyeumia kwenye mchezo kutoka pamoja na Bajabiri. Ni kweli, na nafikiri mpira ni mchezo ambao una moment nyingi sana. Ni mpira ambao huwezi kucheza katika style moja katika dakika 90. Lazima moment zote ziwepo. Kuna kipindi mpinzani atakubana, utacheza long ball, kuna kipindi utacheza. Kwa hiyo nafikiri ni vipindi ambavyo vilitukuta katika mechi iliyopita, lakini sisi kama Simba tunapenda tucheze mpira ambao ni mpira wa pasi, mpira wa kunani. Kwa hiyo nafikiri tulivyorudi kwenye uwanja wa mazoezi tuliweza kufanyia yale ambayo tuliona hayakuwa mazuri katika mchezo uliopita, na yale mazuri tuliweza kuyaongezea. Kwa hiyo nafikiri mechi ya kesho itakuwa ni mechi tofauti kabisa, tofauti na mechi ambayo iliyopita. Swala la Nangu liko vizuri. Majabiri kishaanza mazoezi sasa hivi, ni swala tu la kutafuta fitness level yake, lakini tayari majeraha ameshamwachia na sasa tupo naye mazoezi. Yes, coach. Tayari una magoli matatu ambayo ulipata kwenye mchezo wa ugenini. Naamini Singizini hawana cha kupoteza kwa atakuja kwa kushambulia. Namna gani ambapo wewe unajiandaa kuzuia mashambulizi, na tutegemee mabadiliko yoyote kwenye kikosi kulinganisha na kilichocheza first leg? Nafikiri nimekwisha kujibu mwanzoni. Kweli tuna mtaji wa goli tatu. Kitu cha msingi kwetu sisi tutataka tupate magoli zaidi, lakini tusiruhusu nyavu zetu kuweza kuguswa. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini sana na discipline ya hali ya juu sana katika mchezo wa kesho. Mmoja na mwisho coach, mchezo uliopita tunakosa mashabiki katika timu la Benjamin Mkapa. Mchezo huu wameruhusiwa kuingia. Labda una lipi la kuambia Simba? Kikubwa kwanza ni wape pole, kwa sababu mashabiki wa Simba wamekuwa na watu ambao kweli wamekuwa wakija kutupa support sana, na
wana utaratibu wa kuja kwa wingi sana uwanjani. Kukosekana kwa mechi hizi tumewamisi, na wao nafikiri wamekuwa wakitumisi sisi, lakini nafikiri sasa kesho ni siku yetu, na nawaomba wana Simba waje kwa wingi, watupe support, na sisi tunawaahidi kwamba hatutawaangusha katika mchezo wa kesho. Tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji sisi tukifanye.